Yes, bwana mambo vipi? Msanii wa kike ambaye kwa hivi sasa anafanya vizuri na nyimbo yake ya Asante Bibie Nandy. Katika pitapita zake za hapa na pale alikutana na dogo mmoja ambaye anauza mayai. Dogo alikuwa amechoka kutokana Dar es Salaam bwana jua ni kali. Dogo kapiga mihangaiko yake sana ya kuuza mayai, akawa amepunzika kwenye kibaraza. Lakini kukumbusha tu mdau wangu, subscribe katika page yetu uwe wa kwanza kupata habari kila siku. Hivyo Nandy alimuita dogo na kuanza kuongea naye, akawa anamuuliza vipi kuhusiana na biashara yako na kipato chako ni shingapi. Ni habari ambayo kwa hivi sasa inaonekana ikitrendi sana katika mitandao ya kijamii kutokana Nandy alionyesha kitendo cha kuungwana kumuita bwana mdogo, kwa sababu hawa watoto au hawa vijana ndio watu ambao wanamsupport katika kazi zake, ndio watu ambao wanamsupport katika show zake, kwa sababu kwa hivi sasa bwana ana nyimbo yake mpya ya Asante. Ni nyimbo ambayo kiukweli inafanya vizuri katika kila sehemu ambayo unapita. Nyimbo ya Nandy inafanya vizuri, hivyo alimuita bwana mdogo na kuongea naye mambo mengi zaidi na zaidi. Lakini vile vile bwana Bibie Nandy hakusita. Unajua bwana mkono mtupu huaga ulambwi. Nandy alijimsaidia bwana mdogo kiasi cha fedha ambacho kinaweza kikamsaidia katika maisha yake, kwa sababu dogo vile vile alisema hana sehemu ya kulala, analala yeye na mwenzake. Hivyo Bibie Nandy alimuongezea kiasi cha mtaji kama shilingi 100,000 ili aweze kuendeleza biashara zake vizuri, mambo yake yaende vizuri, ikiwezekana aweze kujipangia. Maana alimuuliza vipi, nikupe mtaji au nikupe hela ya kwenda kupanga, lakini bwana mdogo alichagua mtaji, kwa sababu ukiwa na mtaji itafanya biashara yako iweze kuendelea na kukua kubwa. Vitu vingine au shida ndogo ndogo utakuwa unazitatua mwenyewe, hakuna mtu anayekusaidia. Hivyo dogo ameonekana ni mtu ambaye ana akili ya kujiongeza, ameonekana ni mtu ambaye anafikiria mbali, kutokana bwana maisha sasa hivi yanahitaji mtu ambaye anaweza kufikiria mbali, mtu ambaye anaweza kufikiria kwamba leo ni hivi na kesho itakuwa hivi. Unaweza ukapewa hela ya kwenda kupanga kwenye chumba alafu ukakosa kitu chakula, ukakosa chakula. Na ndio maana dogo chaguo lake lilikuwa ni mtaji, na Nandy pia alimshauri hivyo hivyo, ni mkupe mtaji ili biashara zako ziweze kwenda vizuri, uongezee biashara yako ya mayai iwe kubwa. Yote kwa yote bwana dogo alimshukuru Bibie Nandy kutokana ni kitu ambacho hakutarajia. Ndo ile bwana Waswahili wanasema umelala maskini unaamka tajiri. Kitu ambacho hujakitarajia ndo kitu ambacho kilichomtokea bwana mdogo. Hivyo alimshukuru Bibie Nandy, alimshukuru kwa kutokana na msaada ambao amempatia, kutokana kutarajia kwa wakati ule kwamba ana uwezo mtu akaja akampa laki. Maana tukiangalia mtaji wake wa mayai ni mtaji mdogo, alikuwa na kama tray 2 ambazo ni sawasawa kama na shilingi 14,000 au 13,000. Hivyo kupewa shilingi 100,000 ni kitu ambacho kinamboost katika biashara yake, na yeye vile vile ana mwenzake ambaye anafanya naye kazi ya kuuza mayai. Pengine kama itakuwa imedoda kwa siku, basi wanakuwa wanapata akiba ya kuweza kuwa boost kuendeleza biashara yao. Maana biashara kiuhalisia, biashara ni ngumu, biashara inahitaji upambane ili uweze kufanikiwa. Bila kupambana unaweza ukaona unalaumu tu watu kila siku kwamba unalogwa, lakini kupambana ni jambo la msingi, na upendo katika maisha ni kitu ambacho kinahitajika. Hivyo Nandy ameonyesha kwamba ana upendo na vijana, Nandy ana upendo na watu ambao wana shida. Hivyo ameweza kumsaidia dogo, japokuwa dogo sio kwamba ndo alikuwa ana shida kubwa kiasi hicho, lakini ameweza kumsaidia kutokana na kitu ambacho alichokuwa nacho kinaweza kikamboost dogo, kutokana maisha ni magumu. Maisha hivi sasa yanahitaji kupambana, yanahitaji uwe na mtu ambaye anaweza kukushika mkono kwa namna moja ama nyingine, kama alivyofanya Bibie Nandy kwa bwana mdogo. Lakini alimuuliza vile vile naweza nikakurekodi, je unaruhusu niweze kukuposti? Lakini dogo bwana hakuwa na iana, dogo alikubali. Wengine wanaanza kusema kwamba ni kutokana amepewa hela ndio maana akakubali, lakini kiuhalisia bwana mtu kukuposti na Nandy ukiangalia ni superstar, lakini dogo ameonekana kama hakuweza kumjua kutokana na damla jinsi alivyokuwa amevaa, au vile vile dogo sio mpenzi wa masuala ya muziki, na ndio maana ameshindwa kumtambua Nandy
kwa haraka. Lakini kukumbusha tu we mdau wangu, unaonaje kusema bwana sakata lazima la Nandy na kumsaidia bwana mdogo? Je, Nandy yuko sawa kumsaidia bwana mdogo na kuweka hadharani, au amezingua? Kwa sababu wana maisha sasa hivi kumsaidia mtu na kumposti, wengine wanaona kama ni kumdhalilisha, lakini bwana mdogo kwa kuwa mwenyewe alikubali na lilizia apostiwe katika akaunti ya Nandy. Je, wewe mdau ambaye unafuatilia muziki, unapenda wasanii wako jinsi wanavyo show love pamoja na mashabiki zao, unazungumziaje sakata hili bwana la bibie Nandy kumsaidia bwana mdogo? Yupo sawa au kuna mahali ambako Nandy amezingua, lakini katika msaada moja kwa moja yuko sawa? Labda kama kwenye kuposti ndo hapo atakuwa amezingua, basi shusha comment yako baada ya comment section. Vile vile usisahau kusubscribe katika page yetu na kulike, utakuwa umetisha kinoma.